بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم إنك تعلم ولا نعلم إنك أنت علام الغيوب. Leo kwa tawfiki yake Alhaq subhanahu wa ta'ala tutaanza kusoma na kukumbushana mambo mbalimbali ambayo yatakayohusu masala ya fiqhi, kwa maana mambo yanayohusu sheria za Kiislamu. Na katika upande huu tutakuwa ni wenye kusoma na kuangazia mambo mbalimbali kuhusu tahara, mambo ya tahara, kujisafisha kwa ajili ya ibada, sawa, na kujua pia hukumu mbalimbali na mambo mbalimbali yanayohusu ibada, kwa maana tukienda na swala, sala ya zaka, hija, kufunga na mambo mengine. Na hichi kitabu chetu ambacho tuko nacho kinaitwa Al-Mabadi'u Al-Fiqhiyya. Al-Mabadi'u Al-Fiqhiyya, neno Al-Mabadi'u lina maana ya misingi. Al-Mabadi'u manake misingi, Al-Fiqhiyya ya kifiqhi, au unaweza kusema ya kisheria. Kwa hiyo Al-Mabadi'u Al-Fiqhiyyatu manake misingi ya kifiqhi au misingi ya kisheria. Kwa hiyo kuna vitabu ambavyo vimeeleza mambo kwa kuyakunjua masala manake kwa ukunjufu zaidi. Kwa hiyo hapa huyu bwana akachukua baadhi ya dondoo za muhimu, ziwe ni kama ndio mwanzo kwa yule anayetaka kusoma sheria. Kwa hii ni baadhi ya misingi ya kifiqhi na imewekwa kwa mfumo wa maswali na majibu ili kuwepesisha katika kufahamu. Haya, kwa hiyo tutaanza katika ukurasa nambari 3. Sin sual, hiyo sin ina maana ya suala na jim ina maana jawabu. Kwa hiyo sin sual, mal islamu, ni nini Uislamu? Uislamu ndio nini? Sawa. Jim jawab, huwa dinu alladhi, Uislamu ndio dini ambayo au ni ile dini ambayo ba'atha Allahu bihi, sawa, ba'atha Allahu bihi, amemtumiliza Mwenyezi Mungu dini hiyo, Sayyidana Muhammadan, bwana wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama, rehma na amani za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake na ali zake na watu wake. Lengo la kumtumiliza, la kumtuma mtume, lengo ni nini? Lihidayati nasi, kwa ajili ya kuwaongoa watu au kuwaongoza watu, wasaadatihim, na kufaulu kwao au na kupata kwao utukufu. Uislamu huwa dinu alladhi, ni dini ambayo ba'atha Allahu bihi sayyidana Muhammadan, Mwenyezi Mungu amempa dini hiyo bwana wetu Muhammad, sawa, amemtumiliza sallallahu alayhi wa alihi wasallama, lihidayati nasi, kwa ajili ya kuongoza watu, wa saadati, na kufaulu kwao, kwa ajili ya kupata hidayah, uongofu na kufaulu au na kupata utukufu pia. Sin sual, kam arkanul islami, nguzo za Uislamu ni ngapi? Jim jawab, arkanul islami 5, nguzo za Uislamu ni ngapi? Ni 5. Arkanul islami 5, nguzo za Uislamu ni 5 kama ilivyokuja katika hadithi. Al-awwalu, nguzo ya kwanza, shahadatu, ni kushuhudia alla ilaha illa Allah, kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki illa Allah, isipokuwa Allah peke yake, isipokuwa Mwenyezi Mungu peke yake, jalla jalaluhu wa ta'ala fi ulahu.
ushuhudie hivyo. Wa anna Muhammadan, pia mtu ashuhudie ya kwamba hakika Muhammad Rasulullah ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu, ni mtume wake. Kwa ili mtu Uislamu wake usihi, hicho ndio kitu cha msingi cha mwanzo, kwamba ashuhudie shahada, ashuhudie kwamba hakuna anastahili kuabudiwa isipokuwa Mwenyezi Mungu peke yake, na Muhammad ni mjumbe wake. Kwa hiyo huo ndio funguo wa kuingia katika Uislamu. Athani, nguzo ya pili, iqamu salati, kusimamisha swala. Kama tunavyofahamu swala ziko 5 na tutakuja kuona mbele huko swala zitaelezwa, nyakati za kuingia swala, nguzo za swala, yanayoharibu swala, sunna za swala. Inshallah taala tutakuja kusoma mbele. Athalithu, nguzo ya 3 katika nguzo za Kiislamu, ita uzakati, ni kutoa zaka. Nayo zaka ina maelezo yake kwa ukunjufu, yapo mbele inshallah taala tutakuja kuyaona. Arabiu, nguzo ya 4 ni nini? Saumu Ramadhana, kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani ni lazima, sio jambo la khiari. Alkhamisu, nguzo ya 5, hijjul baiti, kuhiji katika nyumba tukufu au kutembelea nyumba tukufu ya Al-Kaaba, ndio ilokusudiwa hapo. Lilmustati'i, kwa mwenye kuweza kwenda kuhiji ni wajibu. Tumeelewana kwamba hawezi yule hana uwajibu, yule atakuwa hana uwajibu. Na miongoni mwa ambao bado hawajaiweza hija, nafahamu juzi hapa lilikuja swala, je, inafaa mtu kukopa, akachukua mkopo pengine benki kwa ajili ya kwenda hija, mpaka anaenda kuchukua mkopo huyu mtu, inamaanisha kwamba bado uwezo hana. Tumeelewana Kwa hiyo huyu mtu hajawajibika kwenda kuhiji, kwa sababu uwezo hana. Tumeelewana vizuri, uwezo hana. Sin sual, ma maana ashhadu an la ilaha illa Allah, nini maana ya mtu kusema nashuhudia kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu? Mtu anaposema maneno hayo huwa anamaanisha nini? Kwamba mimi nashuhudia kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu. Ana maana gani? Jim jawab anasema maana yake, mtu akisema maneno hayo maana yake nini? Takidu, mimi naitakidi. Sawa kuitakidi maana yake kuliamini jambo, halafu hiyo imani yako ikawa haitetereki, ni hivyo hivyo. Tumeelewana? Ni hivyo hivyo, ikawa mtu hatetereki, akawa hana kuzingazinga. Atakidu maana yake naitakidi, anna Allah, hakika Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wahidu, ni mmoja, la sharika lahu, hana mshirika. Sawa hana mshirika, hana msaidizi. Fi ibadatihi, wa ushirika huo maana yake hakuna Mungu mwenza, Mungu pati tu. Hana pacha wake subhanahu wa ta'ala jalla jalalu. Fi ibadati, katika ibada zake, maana yake hakuna habari kwamba leo nitamwabudu Mungu namba 1, sawa, kisha kesho Mungu namba 2, au labda mwaka huu mzima tutamwabudu Mungu fulani kisha mwaka ujao. Hakuna habari hizo. Wahidun, anna Allah wahidun, ni mmoja tu. Fi ibadati, katika ibada, wala fi mulki, wala katika ufalme wake. Mungu ni yeye tu peke yake subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Mungu, maana kusema hivyo maana yake Mungu hana mshirika. Ushirika wa aina yote unaofahamu wewe na ambao hufahamu, yani Mungu hana mwenza. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Hana mfano, hakuna anayefanana naye. Tumeelewana? Hana kufu, anaendana naye, anayefanana naye hana, iko peke yake. Sin sual, ma maana ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, nini maana ya mtu anaposema
nashuhudia kwamba Muhammad ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Nini maana ya mtu anaposema nashuhudia kwamba hakika Muhammad ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu? Jim jawab, maanahu, maana yake atakidu, mimi naitakidi, sawa, anna sayyidana Muhammadan, ya kwamba hakika bwana wetu Muhammad Rasulullah, yeye ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu, li jami'il khalqi, kwa viumbe wote. Yeye ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu kwa viumbe wote, sawa. Hiyo ndo maana ya kushuhudia kwamba Muhammad ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Imani inayotakiwa ikae moyoni mwako ni vipi? Kwamba bwana Muhammad ndio mtume wa viumbe wote. Wayajibu taatuhu, na ni lazima kumtii huyo mtume. Kumtii maana yake kulisikiliza lile jambo alilo lisema, fima amara, katika yale aliyoamrisha, tunatakiwa tumtii. Watasdiquhu, na kumwamini huyo mtume, fima akhbara, katika yale aliyoyatolea habari. Akisema kuna 1, 2, 3, sisi ni wajibu kwetu kumwamini, kama ambavyo tunavyofahamu katika kile kisa cha Miraji. Manake ule pia ulikuwa ni mtihani, ilikuwa ni fitna ile pia. Manake wako walortadi, walotoka katika Uislamu kwa tukio lile. Manake Mtume sallallahu alaihi wasallam ametoka katika usiku mmoja, sehemu ya usiku, subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Kwa hiyo laylan ni sehemu tu ya usiku. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam sehemu tu ya usiku katoka kutoka Maka hadi Baitul Maqdis, Palestine. Kisha akatoka hapo akapandishwa mbinguni ndani ya usiku hiyo, kisha akarudi pale pale Maka ndani ya usiku huo. Kwa hiyo habari hizo anawahadithia watu, wakaona siku zote ilikuwa sisi tulikuwa tuko mguu ndani mguu nje, mkweli uongo, mkweli Mungu. Lakini leo hii ya leo manake imezidi, ule uongo umezidi, kwa sababu watu wakitoka Maka kwenda Palestine wakitumia muda mrefu, masiku. Kisha leo nasema ndani ya huu siku umetoka hapa kwenda, unafahamu kwani Mungu anashindwa? Mungu hashindwi subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wale mabwana wale wakubwa wakikafiri pale Madina, Maka, walipomwona pale alfajiri ile katulia, kama vipi leo huna mpya? Kaambia mpya nayo bwana, usiku wa leo nimepelekwa Isra. Kaambia ngoja sasa, tukiwaita watu utaweza kuambia maneno hayo hayo unatuambia sisi, au unahisi labda kwa mimi peke yangu hapa ndo nadanganya hivyo? Wakikusanyika watu hapa utaweza kuambia hivyo hivyo? Kaambia hata kwa nani nitasema maneno haya? Mimi usiku nimeenda nimepata Isra'i. Maana Isra'i ni ile safari ya kutoka Maka hadi Palestine, umeelewa? Kaambia wakita tuntaambia maneno haya. Watu walivyoitwa kaambiwa habari hizo, wakaona ya leo tena imezidi. Watu pale kaambia muongo bwana. Watu wakartadi, kuna watu wakatoka katika Uislamu. Sasa wale mabwana wakafikiria kwamba kwa ile jambo walivyolichukulia wale watu ni uongo, waliona labda na hata wakiwaambia na ile sahibu yake, rafiki yake Sayyidina Abu Bakri, akiambiwa habari hizo na atasema Muhammad ni muongo. Basi alivyoambiwa maneno yale, alipofuatwa Sayyidina Bakar akaambiwa kwamba jamaa yako anasema leo, siku wa leo alienda Miraji. Sayyidina Bakar akasema kwamba mimi naamini habari za mbali zaidi hata Miraji, zaidi ya hiyo Isra. Hata kama tuta habari kwamba akisema ameenda mbinguni, mimi pia nitamwamini. Bwana Mtume akasema hata huko pia nimeenda. Naam kabisa nimeenda. Kwa hiyo ndo hapo likapatikana hilo jina la kuitwa As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar akaitwa Abu Bakri As-Siddiq. Abu Bakri ni Siddiq. As-Siddiq maana yake mkweli mno, mkweli sana. Kwa lengo la kuitwa hivyo maana yake
ile ilikuwa ni situation ambayo ni nzito sana, ila yeye alikuwa ana imani kubwa sana kwa rafiki yake Sayyidina Muhammad bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba huyu hawezi akasema uongo. Ndo hii wayajibu ta'atuhu, lazima kumtii, wama atakum rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu, ile jambo analokupeni mtume lichukueni, analokatazeni muliwache. Ndio Mungu alivyotuagiza katika Qur'ani. Yule mwenye aqidatul awami akasema kwamba Said Ahmad al-Marzuqi asema wa kullu ma ata bihi rasulu fa haqquhu at-taslim wal qabul, kila lilokuja nalo mtume fa haqquhu at-taslim wal qabul, lazima kulikubali. Sawa, fa haqqu at-taslim, kujisalimisha nalo, wal qabul, na kulikubali. Haya, tunarudia tena kitabu chetu. Wayajibu ta'atu, lazima kumtii huyo bwana mtume, fima amara, katika yale aliyoamrisha, wa tasdiquhu, na kuyasadikisha, manake na kuyafanya kwamba ni ukweli, fima akhbara, katika yale aliyotolea habari. Patakuja jambo kadha ni sahihi kweli kabisa, tunaamini. Sawa. Wajitinabu ma naha anhu, na kujiepusha na kujitenga, kuyakalia mbali, yale mambo ambayo naha anhu, aliyoyakataza, waza jama, na aliyoyakemea. Msifanye jambo kadha na sisi tunakatazika, tunaliacha. Huyo ndo Muislamu anavyotakiwa awe. Tumeelewana? Tumekataza, na ambalo tunapenda kulizindua hapa miongoni mwa hayo aliyokataza mtume, na jambo ambalo limechukuliwa kwamba ni wepesi kweli kweli katika zama zetu, ni masala ya kukata nywele. Vijana wetu, zama zimebadilika, hatari. Manake lile jambo mpaka ni kosa linavyozoeleka mpaka linaonekana kitu cha kawaida. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza al-qaza. Qaza ni nini? Ni mtu kunyoa baadhi na kuacha sehemu. Mikato namna hiyo Uislamu umekataza. Imekuja katika hadithi, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil qaza'i, Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza al-qaza. Qaza ni nini? Kunyoa baadhi na kuacha baadhi. Mapanki, viduku, mikato yote ajabu ajabu ni hapo. Kwa hiyo wazazi wao ndio mas'ul, watakuja kuulizwa, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kwa hiyo wazazi wajitahidi katika kuwaelekeza vijana wao. Tumeelewana? Mtu siridhike wewe unampa mwanao enda kukata mikato ajabu ajabu kisha umekaa kimya tu, maana nini? Umeridhia yale. Kwa hiyo miongoni mwa ambayo mtume amekuja nayo na ametukataza ni hili. Kwa hiyo watu wajitahidi, mtu kemea watoto wako, na wewe usiridhike mwanao nyolee mikato hiyo. Sio Uislamu, mikato ya watu ambao sio mila za Kiislamu. Kwa hiyo watu wajitahidi katika masala kama haya, na jitahidi pia tujitahidi kukumbushana. Nyoyo hizi tayari zishakafilika, nyoyo ziko mbali kweli kweli. Kwa hiyo tusichoke kukumbushana. Kwa hiyo inshallah taala leo tutaweka kituo hapa katika ukurasa wa 13. Allah akituwafikia tutaendelea katika ukurasa wa 4 katika darasa zijayo. Allahu yaqulu al-haqqa wa huwa yahdi as-sabil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, walhamdulillahi rabbil alamin.